Kupandishwa cheo ni kuongezewa majukumu ambayo kimsingi yalenge kulitumikia taifa kwa uzalendo mkubwa. Kauli hiyo imetolewa tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025 na naibu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Dr. Madu Isaac Kazi alipokuwa mgeni rasmi katika hafla ya kufunga mafunzo ya uongozi wa daraja la kwanza Sajini wa magereza kozi namba 4 ya mwaka 2024 mwaka 2025 na ngazi ya koplo wa magereza kozi namba 3 ya mwaka 2024-2025, hafla iliyofanyika katika chuo cha magereza Kingoruila KPF Morogoro. Niwakumbushe kuwa kupandishwa cheo ni kuongezewa majukumu, ni kuongezewa dhamana. Na tukiamini serikali kuona kuwa kwa chachu ya mabadiliko katika utendaji kazi na kuimarisha mshikamano katika jeshi la magereza. Niwatake mkajitumikie taifa kwa uzalendo, uadilifu, ueledi wa hali ya juu pamoja na nidhamu ya hali ya juu sana. Mkiwa katika nyadhifa na majukumu mapya ambayo mtapangiwa ili kuweza kuboresha jeshi letu la magereza na kutoa huduma bora kwa Watanzania. Nitumie nafasi hii vile vile kuwapongeza kwa gwaride nzuri. Gwaride liko nzuri na lionyesha viwango vyote vya ukakamavu ambao ni kielezo tosha kuwa mmeandaliwa vyema na mmepikwa na mmeandaliwa vizuri kwa ajili ya kuwa tayari kutekeleza majukumu ambayo yatategemewa kufanyika kwa weledi mkubwa. Nafahamu kujifunza ni jambo moja na kutumia maarifa kuyapata jambo lingine. Hivyo niombeni rai ya kwamba kuhitimu mafunzo haya hiyo ni chachu ya kuendelea kujifunza na kujiendeleza kielimu ili kuweza kuimarisha jeshi letu la magereza iweze kuendelea kutoa huduma bora kwa Watanzania. Ushirikiano ikiwa ni nyenzo muhimu katika ustawi wa taasisi. Mgeni rasmi ameupongeza uongozi wa jeshi la magereza na vyuo vya mafunzo Zanzibar kwa mshikamano uliopo. Nimeelezwa pia na wote msikia kati ya wahitimu 72 tulikuwa na wahitimu 20 kutoka chuo cha mafunzo Zanzibar. Nipongeze sana uongozi wa jeshi la magereza na chuo cha mafunzo Zanzibar kwa ushirikiano na mshikamano wa kiwango hichi. Napenda kuhimiza ushirikiano huu uendelee katika eneo hili la mafunzo pamoja na maeneo mengine kwa maslahi ya taasisi mbili kwa ajili ya kuleta na kudumisha amani kwenye jamii, lakini pia kwa maslahi ya muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Kurekebisha tabia za wafungwa likiwa ni jukumu la msingi la jeshi la magereza. Wahitimu wametakiwa kutumia maarifa na ujuzi kuleta matokeo chanya. Ndugu wahitimu, mafunzo haya yameongezea ujuzi na maarifa ya kwenda kutekeleza majukumu ambayo mtapangiwa. Ni imani yangu kwamba mtatumia ujuzi na maarifa kikamilifu ili kuweza kuleta ufanisi katika jeshi. Mara zote mnapokuwa mnatekeleza majukumu haya, wekeni mbele maslahi ya taifa, wekeni mbele taifa na kamwe msitangulize maslahi binafsi. Aidha, kumbukeni kuwa majukumu mlionayo yanahusu kuwahudumia watu ambayo wameikosea jamii na hivyo kuletwa magerezani kwa ajili ya kubadilishwa mienendo yao, tabia pamoja na kupata elimu na ujuzi na maarifa. Na hivi vyote vinakwenda pamoja. Hakikisheni kuwa mnatekeleza wajibu wenu kwa weledi, kuzingatia utu na kufuata sheria, taratibu, kanuni na miongozo inayotawala utendaji kazi wenu ili kuweza kufikia malengo tarajiwa. Wahitimu hawa wakiwa waungwana kwa maneno na vitendo, wakapelekea mgeni rasmi kutoa yake ya moyoni. Na pia fursa hii kuwapongeza kwa moyo uzalendo kwa mchango ambao umetolewa shilingi milioni 2.92 na wahitimu hawa kwa ajili ya mchango wao kwa ajili ya ununuzi wa jiko ambalo linatumia mkaa mbadala na mkaa ambao ni rafiki, ikiwa ni kuunga matumizi mkono matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kitendo kilichofanya kinaonyesha upendo mkubwa na uzalendo wa hali ya juu
na kinastahili kuigwa na wengine popote pale. Natoa rai kwa moyo huo uzalendo mkauendeleze pia hata maeneo yenu ya kazi huko pengine mtakapopaliwa. Kila penye mafanikio hapakosi changamoto. Hata hivyo, serikali kwa kutambua majukumu kabambe ya Jeshi la Magereza itachukua hatua kuzitatua, alihitimisha mgeni rasmi katika hotuba yake. Kuhusu changamoto ambazo zinawasilishwa, na napenda kwanza kumpongeza sana mkuu wa Jeshi la Magereza kwa kutatua changamoto ya uhaba wa huduma ya maji kwa kuchimba kisima cha maji. Vile vile kuhusiana na uhaba wa vyombo vya usafiri kama ambavyo imetanguliwa kufafanuliwa na mkuu wa Jeshi la Magereza, nami pia nachukua fursa hii kuambia kwamba changamoto hii tumechukua na tutaendelea kuifanyia kazi kadri ambavyo bajeti ya mwaka 2025-26 itakavyoendelea kuruhusu, maana mambo haya pia yameingizwa kwenye bajeti hiyo. Nihakikishie kuwa serikali kwa kushirikiana na Jeshi la Magereza itatatua changamoto zote hizi kwa wakati ili kuongeza ufanisi wa mafunzo na utendaji kazi wa chuo hiki. Hapo awali, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza, Jeremia Yoram Katungu, akimkaribisha mgeni rasmi kuhutubia hadhira, alikuwa na haya ya kusema. Lakini tuwe fursa hii kushukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa namna ambavyo amekuwa akiwezesha jeshi ili liweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Yapo maeneo mengi ambalo Amiri Jeshi Mkuu ametuwezesha kama jeshi, ikiwemo eneo la upandishwaji vyeo maafisa na askari. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkusanyiko huu ni ushuhuda tosha ambao Amiri Jeshi Mkuu amekuwa akiimarisha safu ya viongozi na watendaji. Ndio maana tukapitisha hii kozi na leo wanahitimu ili waweze kuendelea na majukumu katika vituo watakavyopangiwa. Mgeni rasmi, ametoka kuongea mwakilishi kutoka Chuo cha Mafunzo Zanzibar. Tumekuwa na mashirikiano mazuri na wenzetu wa Chuo cha Mafunzo Zanzibar. Ijumaa iliyopita tulihitimisha kozi ya uongozi kazi ya chuo, na pale kulikuwa na wahitimu idadi 10 kutoka Chuo cha Mafunzo Zanzibar. Mgeni rasmi, tunaendesha kozi ya mafunzo maalum, kikosi maalum kilichopo Ukonga. Pia tuna washiriki kutoka Chuo cha Mafunzo Zanzibar. Leo hii tuna wahitimu takriban 20 kutoka Chuo cha Mafunzo Zanzibar. Huu ni ushuhuda wa namna ambavyo vyombo hivi viwili vinashirikiana kwa karibu katika maeneo mbalimbali yakiwemo eneo la mafunzo. Mgeni rasmi, ni kuhakikishia uongozi wa Jeshi la Magereza utaendeleza ushirikiano huu mzuri ambao ulianzishwa na waasisi wetu, kwa sababu umekuwa na manufaa makubwa katika ustawi, lakini pia utendaji kazi wa vyombo hivi viwili kwa maslahi ya pande zote mbili, lakini maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mgeni rasmi, kama jeshi tunayo majukumu ambayo tumekabidhiwa. Miongoni mwa majukumu hayo ni kutoa hifadhi salama kwa wafungwa na mahabusu wanaoletwa magerezani kwa mujibu wa sheria, lakini pia lipo jukumu muhimu sana la kuwarekebisha mienendo na tabia na kuwapa ujuzi na maarifa ili wakitoka wawe raia wema, waweze kuendesha maisha yao na kutokurudia kutenda makosa. Na utekelezaji wa majukumu haya unachangia uwepo wa hali ya ulinzi, hali ya usalama, hali ya utulivu miongoni mwa jamii. Mgeni rasmi, kama jeshi tunaendelea kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi na kuhakikishia magereza yote nchini yako salama na shughuli za uendeshaji zinaendelea kama kawaida. Mgeni rasmi, kama jeshi tunaendelea kuboresha maeneo kadhaa, ikiwemo eneo
la huduma za urekebishaji ambazo tumekuwa tukizitoa. Tunaendelea kushirikiana na baadhi ya wadau muhimu. Alitambulishwa hapa mwakilishi kutoka VETA. Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi karibuni tumezindua utaratibu kwa mashirikiano na wenzetu wa VETA, utaratibu ambao tunatambua ujuzi ambao wafungwa wanaupata wakati wanatumikia vifungo vyao magerezani. Kwa kawaida huwa tunahusisha kwenye shughuli mbalimbali kwa lengo la kuwapa ujuzi. Tumekuja na utaratibu wa kutambua ule ujuzi na hatimaye wakikizi vigezo wapatiwa vyeti vinavyotolewa na VETA. Na hivi karibuni tumetoa vyeti kwa wafungwa 201 ambavyo vimetolewa na VETA. Mheshimiwa rasmi, haya yote ni jitihada za kuhakikisha kwamba tunaboresha eneo hili na kwamba ule ujuzi sasa wanaopata wakitoka nje uweze kutambulika au uweze kuajiliwa, lakini kubwa zaidi kujiajiri. Kwenye eneo la matumizi ya nishati safi, Mheshimiwa mgeni rasmi, hili sasa ndani ya magereza yetu ni historia. Tumekwisha achana na matumizi ya kuni, sasa tunatumia nishati safi ya kupikia, na haya ni maelekezo ya serikali, maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu, lakini pia viongozi waandamizi wamekuwa wakisisitiza. Ndani ya jeshi la magereza tayari matumizi ya kuni yamekuwa historia. Kinachoendelea sasa ni kuendelea kuimarisha matumizi ya nishati safi ambayo kwa kweli yamekuwa na manufaa makubwa sana, ikiwemo kutokuharibu mazingira. Mheshimiwa rasmi, kozi unaenda kuhitimisha hivi punde kuhusu mafunzo ya uongozi mdogo kama ambavyo ilielezwa na mkuu wa chuo kwa ngazi ya sajili na ngazi ya kopro. Hapa niruhusu niwapongeze wahitimu kwa kuhudhuria na kuhitimu mafunzo haya salama. Ni matarajio ya serikali, ni matarajio ya jeshi kwamba mafunzo mliyoyapata ninyi wahitimu yameongezea maarifa, yameongezea ujuzi wa kwenda kutekeleza majukumu ya kazi katika vituo vyenu au vile ambavyo mtapangiwa kwa ufanisi zaidi. Niwatake wafanye kazi kwa kujituma, wafanye kazi kwa weledi, lakini kubwa zaidi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa, na kwa yeyote yule ambaye atakwenda kinyume na taratibu za kazi, atakwenda kinyume na miongozo, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Nihitimishe salamu hizi fupi kwa kushukuru sana kwa heshima uliyotupa ya kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi. Aidha, nikuhakikishie kwa wakati wote jeshi la magereza litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na maelekezo kutoka kwa viongozi waandamizi, na hii ni kwa maslahi mapana ya wananchi, lakini pia ustawi wa taifa letu. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkuu wa vyuo vya mafunzo Zanzibar SSP Jafar katika salamu zake amempongeza mkuu wa jeshi la magereza kwa kuridhia mafunzo yaliyoshirikisha askari kutoka vyuo vya mafunzo, huku mkuu wa chuo KPF ACP Samuel Mwakatika akisema kuwa wahitimu wako tayari kulitumikia taifa. Lakini pia anakuza shukrani kwa afande Kamishna Jenerali Anne Katumbu ambaye anaendelea kufanya maamuzi ya mara kwa mara ya kupandisha vyeo mbalimbali vya jeshi la magereza, lakini pia kama chuo cha mafunzo na sisi tunapata nafasi ya kuleta vijana wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Afande Kamishna wa chuo cha mafunzo anatoa shukrani za dhati kwa kupatiwa nafasi ama kuendeleza ushirikiano huu kwa aina mbalimbali, nafasi za kupandisha vyeo, lakini pia tunapata nafasi za kuja huko kwa kazi mbalimbali, lakini pia nafikiri na nyinyi mnakuwa mnakuja Zanzibar. Kwa hiyo kwa hili anatoa shukrani, lakini pia anaomba ushirikiano huu uendelee na uendelee kudumu hadi huko tunapoelekea. Na ile pande isiwe wako wetu afande Kamishna, lakini pia kwa kiongozi yoyote, maana tunayaona haya mambo yameanza mbali, sisi tunawajibiwa tumeyakuta
Niseme kwa mimi mwenyewe nilipata nafasi ya kuja hapa 2015 na baada ya kufika hapa jana Morogoro nimejisikia faraja sana kwa sababu nimekutana na wanafunzi wenzangu, nimejisikia huru kabisa. Masomo haya yanafundisha kwa njia ya nadharia na vitendo. Masomo haya yanasaidia sio kutambua majukumu yake na kuwa kiungo muhimu katika uongozi na askari anaoongoza. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho ninaomba kuthibitishia kuwa wanafunzi wote 72 waliokuwa kwenye mafunzo haya wamefaulu kwa kukidhi vigezo katika mafunzo ya Sergeant Course namba 4 ya 2024 na Koplo namba 3 ya 2024. Naomba watumikiwe leo hii. Asanteni kwa kusikiliza. Mkuu wa wilaya ya Morogoro, Mheshimiwa Musa Kilakala, akiwa ameshiriki katika hafla hiyo, aliushukuru uongozi wa jeshi kwa ushirikiano, huku wahitimu katika risala yao wakimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa vibali vya kupandishwa cheo na kuahidi kutumia ujuzi na maarifa kulijenga taifa. Lakini naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani na kamishna jenerali wa magereza nichukue fursa hii kuwapongeza sana magereza katika mkoa wetu wa Morogoro. Tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana kwenye kazi zinazohusu magereza na kwenye kazi zinazohusu jamii yenyewe. Wamekuwa mstari wa mbele kushirikiana nasi viongozi wa serikali, kushirikiana na taasisi mbalimbali kuhakikisha tunaweka ustawi katika jamii zetu. Ndugu mgeni rasmi na ndugu kamishna jenerali, nilipata bahati ya kwenda kutembelea magereza yetu yaliyopo katika wilaya ya Morogoro. Nimeshuhudia na nimejionea hali katika magereza yetu shwari, kwa maana ya haki za binadamu zinafuatwa katika magereza yetu ya Morogoro. Tupigeni makofi mengi sana. Sambamba na hilo, ndugu mgeni rasmi, tunafahamu na maeneo mazuri na potential pale Kihonda. Na pale Kihonda kwenye SGR, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anajenga barabara 4, 2 zinakwenda, 2 zinarudi. Lakini kupitia manispaa ya Morogoro kuna uwekezaji mkubwa wa stendi ya kisasa inajengwa pale Kihonda. Tunatamani kwa potential ile ya eneo lile na ndugu zetu wa magereza na maeneo makubwa ambayo yako karibu na maeneo yale, tunatamani uwekezaji huu uwe sanjari na ndugu zetu wa magereza ili kukuza uchumi wa nchi yetu na kukuza uchumi wa magereza yetu. Sisi tayari tumeshatangaza tenda kwa ajili ya watu kuanza kazi katika maeneo yale. Tunatamani maeneo yetu ya magereza twende nayo kasi, tuyatangaze ili tuingie ubia na watu ama tujenge wenyewe, ili mradi magereza yetu iendelee kukua kiuchumi na iongeze mapato katika maeneo haya. Aidha, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kujali watumishi wake na kuendelea kuboresha maslahi ya watumishi wa serikali. Tunasema asante sana. Kipekee tunapenda kushukuru Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi inayoongozwa na Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa mbunge kwa namna alivyosimamia vizuri jeshi la magereza kupitia maelekezo na miongozo mbalimbali inayotolewa ambayo imewezesha jeshi kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa. Pia tunatoa shukrani zetu kwa mkuu wa jeshi la magereza, afande kamishna jenerali wa magereza ya Jeremia Yoram Katungu kwa kutuchagua kuhudhuria mafunzo haya ambayo yanatuwezesha kupanda vyeo kuwa koplo na sajenti wa jeshi la magereza. Mwisho, tunatoa ahadi kuwa tutatumia maarifa na ujuzi tuliopata kwa manufaa ya jeshi la magereza na taifa, huku tukitekeleza
sheria, taratibu, kanuni na miongozo iliyopo na itakayotolewa mara kwa mara. Mafunzo haya ya uongozi daraja la kwanza yaliyofungwa tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025 yalifunguliwa rasmi tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2024 yakiwa na askari 57 ngazi ya Sergeant na 15 ngazi ya Corporal, na miongoni mwao askari 20 walitoka vyuo vya mafunzo Zanzibar. Aidha, katika jumla ya askari hao 72 wanawake walikuwa 21. Hafla hiyo ambayo kimsingi imefana kwa kiwango kikubwa imehudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini na serikali, wawakilishi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, maafisa na askari magereza walioko kazini na wastaafu pamoja na familia zao, bila kusahau wananchi hususani walio jirani na chuo hicho. Tukiripoti kutoka katika chuo cha magereza Kingolwira KPF Morogoro, ni Javius Kaijage Biarushengo na Mawazo Mtondo wa PHQ Habari.